Mtazamaji wa IAA TV katika Morning Lounge. Mimi ni Geoffrey Julius, karibu sana katika mjadala wetu mfupi kuelekea kuadhimisha siku ya elimu duniani, ambapo kwa hapa Tanzania inaungana na Tanzania ikiwa inaungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya elimu duniani. Na leo nimepata nafasi ya kubisha hodi hapa Leagues One, wataalamu kabisa ambao wamedumu kwa muda mrefu hapa nchini Tanzania katika utoaji wa elimu kwenye sekta ya kilimo hapa nchini Tanzania. Bila shaka unaweza kuungana nami nikiwa ninaingia moja kwa moja hapa kabisa getini, na tayari kwa kuwa na mapokezi kwenye eneo hili, na bila shaka utaweza kuungana nami kabisa. Tayari nabisha hodi hapa na kutana mrembo. Mambo vipi? Asante sana. Haya, asante sana. Hili eneo sasa hapa ni tunafuata utaratibu namna hii. Mtazamaji, unaona taratibu za hapa? Umeona taratibu namna hiyo? Unafuata kabisa. Hapa. Sawa. Haya, namna hiyo tayari nimefaulu. Haya, nabisha hodi hapa namna hii. Ruksa sasa kuingia sekunde 20. Naambiwa ni sekunde 20 mtazamaji. Kukamilisha zoezi la kunawa hapa ili hatua zingine ziweze kuendelea. Okay, haya, nafuata utaratibu mwingine sasa hapa. Lecho nichague namba yangu. Sawa. Haya, mimi nachagua hii hapa. Napitia hapa tena moja kwa moja. Haya, mtazamaji, ambatana nami nikielekea kabisa kwenye administration ama kwenye jengo la utawala moja kwa moja. Asante. Moja kwa moja kabisa katika mjadala hapa mezani naungana naye Naiman Moleli, ambaye yeye atatuangazia katika mada inayohoji maadhimisho ya elimu duniani na ushawishi wa elimu katika sekta ya kilimo kwa wasomi vijana nchini Tanzania. Mimi ni Geoffrey Julius. Naiman, karibu sana katika mjadala wetu. Naiman, katika maadhimisho ya elimu duniani ambao huadhimishwa kila ifikapo tarehe 24 ya Januari, nyie kama taasisi ambayo imejikita zaidi katika utoaji wa elimu kwa wakulima wadogo na wakubwa, unaonaje tangu mmeanza nafasi hii ya utoaji wa elimu hadi hivi sasa? Je, unafikiri mmeweza kuvaa viatu vizuri katika upande wa soko shindani kwenye kupitia elimu shindani kwenye sekta ya kilimo? Nashukuru sana kwa nafasi hii. Kiukweli kama Leagues One Tanzania tumejitahidi sana kuwafundisha vijana kwa vyuo mbalimbali zile zinazotuzunguka hapa Arusha, na hata katika mikoa yetu, kwa mfano Morogoro, katika ile chuo cha kikuu cha Sokoine tumekuwa tukishirikiana nao sana. Kuna tawi lao wanalo la Sugeko, tunashirikiana nao sana katika kuwafundisha vijana wetu namna ya kilimo cha kisasa katika mbegu zetu hizi. Ni majuzi tu hapa chuo cha Tengeru tumewasaidia vijana zaidi ya 200 kuwafundisha katika mafunzo ya kilimo cha kisasa. Hata hapa Afrika tunaleta mara nyingi sana, na hata wiki ijayo tutakuwa nao zaidi ya 60 wakija hapa kwa ajili ya mafunzo ya kilimo cha kisasa hapa Afrika. Asante sana Naiman. Kadhalika pia, unafikiri kwa mtazamo wako, je, unadhani elimu shindani ina nafasi gani katika kubadili mtazamo wa vijana wasomi kuhusu ushawishi elimu shawishi hasa katika sekta ya kilimo hapa nchini? Je, unaona utayari wao katika upande wa kujikita kwenye sekta ya kilimo? Utayari wao ni mkubwa sana, ila ni tatizo ni mtaji. Na majuzi tu hapa pale Dodoma tulikuwa na vijana zaidi ya 40 ambao mfuko wa pembejeo za kilimo unawezesha mwezi huu unaokuja, na ili tuweze kuwaelimia zao kuu la Loleza ambao ni pilipili njano ambayo ni maarufu sana kwa Tanzania sasa hivi. Na wanakishapata mkopo wanakuja wanachukua mbegu zetu na tunawatembelea kule mashambani mwao ili waweze kufanikiwa katika kilimo. Moja kati ya changamoto ambayo umeitaja hapo Neema ni katika ni katika kuweza kwenye upande wa mitaji na kadhalika, lakini unaonaje pengine changamoto ya utayari wa wazazi ama walezi wa vijana hawa ambao watuma vyuo vikuu wasome wakiwa na mtazamo mwingine? Je, utayari wao ukoje katika kuweza kukabiliana kuweza kuwa na utayari wa kuweza kuwasukuma vijana wao waingie katika sekta ya kilimo kwa ajili ya soko shindani barani Afrika? Ndio, utayari upo, lakini vijana wengi jinsi tulivyowaona sisi wakisoma hizo vyuo vikuu vya kilimo hawafikiri kwenda kulima.
wanafikiria kwenda kuajiriwa katika mashamba au wapi. Kwa hiyo huo utiria wao sio kwenda kulima sana sana kwenye mashamba mapya au wafungue mashamba yao. Sana sana wako kwenye kuajiriwa sana sana kwenye mashamba mbalimbali. Vipi upande wa serikali kwa mfano, kwa mtazamo wako, na taasisi binafsi ambazo zinafanya majikita katika upande wa kilimo? Je, unafikiri kuna ushirikiano wa kutosha ama muunganiko wa kutosha katika kuweza kufikia malengo yaliyokusudiwa hapa nchini Tanzania hasa ifikapo 2050? Tatizo liko kwa kweli, kwa sababu hata tukiangalia ile mradi wetu wa BBT pale Dodoma, serikali imejitahidi sana kuwekeza katika sekta hiyo ya vijana ili waweze kufanikiwa katika maisha. Lakini tumepata changamoto kadhaa pale, na bado tunaendelea kuchanganua ili tuweze kuwasaidia vijana hao. Lakini bado kwa kweli tayari wa serikali kwenda kuunganika na vijana ili waweze kuwasaidia, bado kuna changamoto navyoona. Kwa nukta yake hiyo mtazamaji anasema bado kuna changamoto. Bila shaka bado tunahitaji kuingia katika safari hii ya kuweza kufikia malengo yaliyokusudiwa hapa nchini Tanzania, kama ambavyo malengo ama maono ya taifa yanavyoelekeza ifikapo 2050. Unavyonitazama hapa, nimepiga suti kabisa hapa nikishawishi kilimo shindani ambao tunasema sex agriculture. Kilimo shawishi kwa wasomi vijana hapa nchini Tanzania, ukanda wa Afrika Mashariki na ukanda wa Afrika kwa ujumla wake. Kwa majina anaitwa Godson Moshi, natokea mkoa wa Arusha. Ninashughulika na shughuli mbalimbali, lakini pia kilimo ni sehemu moja ya shughuli zangu ninazojihusisha nazo. Mbali na kari yangu, mimi ni mtu wa aviation, nafanya kazi za airport upande wa operation, lakini pia nafanya kilimo cha greenhouses ndani ya nyumba, ambapo nilijifunzia kwa watu wa hapa Rijiziwani miaka 10 iliyopita, na sasa hivi bado naendelea nacho. Katika maonyesho ya leo nimejifunza, cha kwanza, kuna aina mpya ya mbegu ambapo ni mbegu hizi aina ya sweet pepper, colored pepper ambazo wanaita wengine. Na pia nilipotembelea kwenye upande wa watermelon, nimeona pia kuna aina kama 2-3 za watermelon ambazo sijawahi kuziona. Hicho ndicho nijifunza. Na pia kuna aina mpya ya matango ambayo yako ndani, nao nimejifunza na nimependa pia, na mimi kama mtu mwenye uthubutu ningependa pia nikajaribu kuyafanya. Faida za kilimo ambacho hiki wanaita kilimo cha matone au kilimo cha ndani ya nyumba: kwanza, una uhakika wa kipato. Pili, kinakupa mazao mengi kwa muda mrefu, na pia una uwezo wa kulima eneo dogo na ukapata faida kubwa. Na pia inasababisha wewe unapoingia sokoni ukawa na uhakika wa kuuza ile product yako. Changamoto ya kwanza kwenye hiki kilimo, cha kwanza, siku zote hiki kilimo cha greenhouse ni mtaji. Watu wengi wanashindwa kutokana na mitaji yao kuwa midogo, kwa sababu wanasema ni eneo dogo ambalo linakupa faida kubwa. Lakini changamoto ya kwanza kabisa naona vijana wengi wanashindwa ni mitaji. Na pia unatakiwa uwe na muda, wanasema uwe na subira, kuweza kusubiri wakati unapoanza ile investment. Nimejaribu kutembelea nchi nyingi ambao wanafanya hiki kilimo. Nimeenda Uganda, nimeenda Rwanda, nimeenda Kenya. Kote huko nimekuwa nikijifunza. Vijana wengi wanapenda, especially sisi wa Tanzania, tunapenda tukiwekeza leo, kesho uone faida. Lakini hatuwezi kwenda hivyo. Cha kwanza ni uwe na ule muda wa subira. Ukishaweza kuwa na muda wa subira, basi unaweza ukafanikiwa. Wito wangu kwa vijana sasa hivi, vijana wengi naona wameingia kwenye betting, lakini kama maandiko, mimi ni Mkristo ambao tunasema maandiko yanasema mali tutazipata shambani. Kwa hiyo tusitegemee labda kama utalala leo au unategemea kwenda kubeti kesho uwe tajiri, hapana. Mimi naamini mali inapatikana kwenye ardhi. Chochote kile unachotaka ili uweze kufaidika nacho ni kwenye ardhi. Na hiki kilimo kwa kweli kinalipa. Kilimo cha greenhouse kinalipa kama utafuata formula zote, ukatumia washauri sahihi. Masoko yapo, especially hapa Tanzania. Na washukuru sana, tunaishukuru sana serikali kwa kuweza kutufungulia masoko. Na pia nchi za jirani kama Kenya tumepata masoko, Mombasa, Nairobi, tuna uwezo wa kupeleka mazao yetu. Leo katika upande wa utoaji wa elimu hasa kwenye sekta ya kilimo, wakati ulimwengu ukiwa unaadhimisha maadhimisho ya utoaji wa elimu duniani, wewe kama kijana unaonaje utayari wa kushiriki kwenye
kilimo shawishi, yani sex agriculture, kwa vijana wasomi nchini Tanzania? Wajiunge kwenye kilimo. Kwanza kabisa kilimo ni kizuri, na pia kilimo kina fursa nyingi kwa vijana. Mbali na kwamba unaweza ukapata kipato, lakini utakuwa una kazi ya mikono yako mwenyewe. Ukiwa unajua unaweza ukalima hata nyumbani, au kama unaweza ukanunua mashamba ukafanya kilimo kwa ajili labda ya mazao yako binafsi au kwa ajili ya biashara. Vipi upande wako, pengine katika elimu ambayo umetolewa leo katika maonyesho haya ambayo yameandaliwa na Rexone, umejifunza kitu gani kipya hasa kutoka kwenye kilimo ambacho kimezoeleka miaka nyuma mpaka katika kilimo cha kisasa kama ambavyo umeweza kushuhudia? Ni kitu gani kipya umeweza kujifunza? Kwanza kabisa kilimo cha sasa hivi ni rahisi tofauti na zamani. Kuna pipe za maji za kisasa, mbolea za kisasa, hata jinsi ya kupanda, ya kukuza imekuwa tofauti na zamani. Kwa hiyo kilimo cha sasa hivi cha kisasa ni bora, ni rahisi, mtu hautumii nguvu nyingi sana kuchoka, unatumia tu akili sana. Lakini nguvu hautumii nyingi kwa sababu vitendea kazi vimeboreshwa, ni bora zaidi kuliko zamani. Wewe ni kijana msomi, na pengine unatoa ushauri gani kwa vijana wasomi ambao kwa namna moja ama nyingine wanasubiria kuketi kwenye viti vya kisasa, kuzunguka hapa na pale, aingize fedha mwisho mwezi? Unaonaje kwenye ushauri wako kwa vijana wasomi kuingia kwenye sekta ya kilimo shindani? Ushauri wangu kwa vijana wasomi kuingia kwenye kilimo, wasione kwamba kilimo ni kazi ya wazee. Kilimo ni kazi ya watu wote. Mtu yote anaweza kuingia kwenye kilimo na akafaidika na akaifaidisha taifa. Kwa hiyo tunaomba vijana wajiunge na washiriki katika kilimo. Tumeshuhudia mambo mengi hasa katika masuala ya teknolojia ya kilimo ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaonekana kabisa kubadilika kwa kiasi kikubwa. Je, unaonaje katika utayari wa vijana kuingia kwenye kilimo shawishi ambacho tunakiita sex agriculture for young people in Tanzania and Africa at large? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa faida kwa watazamaji, tumeona impact kubwa sana kwa sasa, especially kwa vijana kuingia kwenye kilimo cha kisasa na kilimo biashara. Nakumbuka mwaka jana tulikuwa na project moja ilikuwa inaitwa ADI project, ilikuwa inajaribu kuwapatia training wa vijana na kina mama. Sisi kwa upande wa kanda ya kaskazini, tunazungumzia Kilimanjaro, Arusha pamoja na Manyara, tuliweza kuwatrain vijana chini ya 6,000 ndani ya mwaka mmoja. Hii ilitusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Baada ya mwaka jana kufanya ile training na kumfikia vijana na kina mama zaidi ya 6,000, tumeona mwamko mkubwa sana mwaka na 2026. Lakini pia kushirikiana na serikali, tumeona serikali wanawasaidia vijana kwa asilimia kubwa sana. Kuna mikopo mingi sana inatoka sasa hivi kwa ajili ya kumotivate vijana kuingia kwenye kilimo cha kisasa. Lakini cha tatu sita kuizungumzia serikali yetu pia kwa kazi mzuri wanaoifanya kwa kupitia kiongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kuweka fungu kubwa sana kwenye Wizara ya Kilimo kuhakikisha vijana wanapush kufanya kilimo biashara. Kwa upande wangu ndugu mtangazaji, nimeona mwamko ni mkubwa zaidi tena sana kutoka kwenye kilimo kile ambacho tulikuwa tunakifanya. Wazee wetu walikuwa wanafanya mitoka miaka hiyo. Tuka sisi tunasoma, tunazaliwa, tunakuta wazee wetu wanalima, lakini hata basikeli hainunuliwi, hata guta tuione. Lakini this time around tumeona vijana wengi wako field kuliko miaka ya nyuma ambayo tulikuwa tunaona. Na upande mwingine ifikapo 2030 Tanzania itaungana na mataifa duniani kuadhimisha utekelezaji wa malengo endelevu, yani Global Sustainable Development Goals. Na unaonaje upande wa Tanzania? Je, tunaweza kuibuka kidedea katika upande wa kilimo shindani barani Afrika, sivyo? Bila shaka kwa sababu ukijaribu kuangalia kwa nchi za Kiafrika, Tanzania ndio nchi pekee ambayo ina ardhi kubwa ambayo haijatumika. Ukijaribu kuangalia, tuna maji mengi, tuna ardhi nzuri zenye rutuba, na nimeona ukijaribu kufanya research kwa nchi yetu ya Tanzania, almost 60% mpaka 75 ni vijana. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani tukipeleka nguvu kubwa ya vijana kuingia shambani na kujitegemea kupitia kilimo cha kisasa na kilimo bora, I'm sure tunaweza tukafika lile lengo la serikali yetu ambayo limepanga, na vile vile kijana mmoja kujikwamua kutoka kwenye kukaa mtaani kuja kwenye kufanya biashara kwa kujitegemea zaidi, kwa sababu serikali haitaweza kumwajiri kila kijana ambaye ana graduate. Ukijaribu kuangalia vijana wengi wamegraduate wako mtaani, hakuna kazi. Serikali haiwezi kumwajiri kila kijana. Kwa hiyo tukijitegemea na tukiitumia vizuri ardhi yetu, maji tuliyokuwa nayo, I'm sure tunaweza tukafikia malengo yetu kama
serikali ilivyojitarget na pia kuangalia vijana, kwa sababu nguvu kubwa ya taifa ni vijana, na ukiangalia vijana wakijitoa tunafikia malengo pale ambapo serikali ambayo ilikuwa imetarget mpaka 2030 kufikia ile lengo la Tanzania kuamka kidedea kwenye upande wa chakula. Na ukiangalia ni nchi pekee Tanzania ambayo tunazalisha viwango kikubwa sana kwa chakula mpaka tunasaidia nchi zingine za jirani. Sasa hebu tuambie utofauti wa kilimo huku cha kawaida ambacho tunaweza kusema si cha kawaida japo ni cha kisasa, na ukija kwenye upande wa greenhouse. Greenhouse kwa Kiswahili kitalu nyumba. Kitalu nyumba. Naam, hebu tuelezee kidogo kwa kifupi utofauti wake ni nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Tofauti ni kubwa sana nikiwa na maana kwamba kitalu nyumba hii unayoiona ni kwamba faida yake kubwa ya kwanza unafanya kilimo pasipo kuangalia msimu. Jua liwe linawaka, mvua iwe inanyesha, wewe bado unaendelea kufanya uzalishaji. Lakini advantage kubwa ya pili ni kwamba inasaidia kupunguza 60% mpaka 75% ya wadudu wengi kushambulia mimea yako, kwa sababu hakuna sehemu yoyote mdudu anaweza akapita kama sio pale mlangoni. Kwa hiyo ukaweza kucontrol vizuri na kuweka system nzuri za mlango wako wa kuingilia, sidhani kama kuna mdudu wowote ambao unaweza kumuona huku ndani kwa 75% mpaka 80%. Haina maana kwamba hutapiga dawa kabisa, lakini numbers ya utumiaji madawa inakuwa ni ndogo, ambayo ukiwa unatumia madawa machache kwa mkulima ni advantage kubwa. Kwanza mpunguza cost ya kununua madawa, lakini pili kwa consumer ambayo ni mlaji vile inakuwa ni mzuri kwa afya pia, kwa sababu hatuli sumu nyingi. Ukiangalia mazao ya nje mengi sana yanapigwa sumu nyingi sana, na hii inatokana na nini? Kulingana na continuation ya wadudu na magonjwa ya nje. Kwa hiyo vile hii greenhouse au kitalu nyumba ambayo tunaizungumzia hapa, faida yake ya tatu ambayo ni kubwa zaidi, unafanya uzalishaji mkubwa kwenye eneo dogo. Advantage ya 4 ambayo ndio kubwa zaidi, ambayo inawafanya wakulima wengi wa kitalu nyumba wanapata faida, kuna aina ya mazao ambayo nje hayafanyi vizuri, kama hizi pilipili hoho za rangi unazoziona hapa. Tunasema kwa mkulima wowote ambaye anafanya kilimo biashara au mwenye kitalu nyumba, zao la kwanza lenye faida na lenye pesa ni pilipili hoho za rangi. Kama mnavyofahamu, tuko kwenye kanda ya kaskazini ambayo tuna mahoteli mengi sana ya kitalii, tunapokea wageni wengi sana kutoka nje. Kwa hiyo tuna opportunity nyingi sana ya masoko ya hii. Kwa mfano kama leo tunavyozungumza kwenye hii kipindi cha low season, kilo moja ya hii ni shilingi 4,000 mpaka 5,000. Unaweza kuangalia jinsi gani ile kipindi cha high season demand yake inakuwa kubwa zaidi, inaenda mpaka shilingi 6,000 kwa kilo moja ya pilipili hoho za rangi. Na kilo moja unavyozungumza pilipili hoho ya rangi, unazungumzia matunda 4 yanatengeneza 1 kg, kwa sababu kila tunda moja lina gramu 250. Na kila mche mmoja kuanzia ukiulea vizuri na ukaumanage vizuri, unaso chini ya kilo 5 mpaka kilo 6. Sasa unaweza kuona jinsi gani kwenye hii kitalu nyumba tulichokuepo tunaweza kuingiza miche sio chini ya 1,500. Let's say kwamba kwenye kila mche mmoja umetengeneza kilo 4. Unaso chini ya milioni 18. Kwenye eneo dogo kama hili ambalo milioni 18 ukizungumzia kwa nje sio chini ya 1 mpaka 1.5. So hapo umetumia energy ndogo, umetumia nguvu ndogo kwa faida kubwa zaidi. Na kwa nini tunazungumzia pilipili hoho za rangi ambazo zina faida kubwa? Kwa sababu ndio product pekee ambayo unaweza kuzalisha ndani lakini nje uweze kuzalisha. Na ndio maana tunasema kwenye eneo la greenhouse kama hii, na tofauti ya faida ya greenhouse na nje kwamba hapo unatumia energy ndogo, investment ndogo kwa faida kubwa zaidi. Point ni kwamba wakulima wengi wanashindwa kuafford kutengeneza greenhouse. Na vile inapelekea hii product kuwa na thamani, kwa sababu unapata namba ambao watu wengi ambao wanafanya greenhouse ndio hiyo chache ndio ambao wanaweza kuzalisha hivi vitu. Lakini pia thamani ya hii product inakuwa kubwa kwa sababu uweze kuzalisha nje. Ingekuwa wakulima wengi wa nje wanaweza kuzalisha, sidhani kama ingekuwa na hiyo thamani ya kuuza shilingi 5,000 mpaka 6,000 kwa kilo moja. Naam, asante sana Ali. Na mwisho kabisa tuhitimishe, kuna mmoja kati ya mkulima mdogo nilikuwa nazungumza naye nje ya mic akisema kwamba kwa upande wa nchi jirani kilimo cha greenhouse kinathaminiwa sana na kina mazao ambayo yametokea kwenye greenhouse yanakuwa na gharama tofauti na huku kwetu Tanzania, kwamba hakuna utofauti, mtu ambaye amelima kwa nje na mtu ambaye ametumia greenhouse gharama ni ile ile. Ni kwa nini iko taswira hiyo?
Kwanza nikijaribu kuongelea hilo, ndugu mtangazaji, ukijaribu kuangalia kwenye hizi European countries wana maeneo madogo sana. Sasa ile inapelekea vile vile thamani ya hii product kuwa kubwa, na ndio maana sababu ya wakulima wengi kufanya hizi indoor crop, amini kitalu nyumba. Maana yake unakuwa na eneo dogo, uzalishaji wako unaendana na yule mtu ambaye analima nusu eka nje. Ndio maana hiyo thamani ya kwanza ya greenhouse. Lakini pia ukijaribu kuangalia kwa nini hii thamani yake kwa watu wa nchi za European countries, Asia pamoja na Amerika, thamani yake inakuwa ni kubwa. Kwanza wameshakuwa na uelewa na hivi vitu. Wanajua thamani yake ni nutritions zake ni kubwa zaidi ukilinganisha na pilipili hoho za kawaida. Kwa hiyo hii unaweza ukaitumia kula fresh kama unavyokula tunda lingine lolote, unaweza ukaitumia kwenye mboga, unaweza ukaitumia kwenye salad. Kwa hiyo thamani yake ni kubwa kwa sababu wenzetu walisha switch mapema sana kufahamu ubora na thamani ya hizi product. Ukilinganisha na sisi huko Afrika kidogo, sasa hivi ndio tunakuja kwa motivate, tunaingia masokoni, kueleza wakulima faida yake ni nini, walaji faida yake ni nini, kwa nini hizi, kwa nini sio zile, kwa nini tutoke kule, kwa nini tunaingia huko kwenye kuswitch kwenye kilimo biashara. Na ndio maana tunajaribu kuwatumia vijana pamoja na kina mama, kuwa motivate, kuwapatia training za mara kwa mara, tuhakikishe kwamba tutoke kule tulikokuwepo mwanzoni, tuje kwenye huku kwenye kilimo biashara ambacho kina faida kubwa sana kwa kijana wa leo pamoja na kina mama. Mtazamaji, na kushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala mfupi kuhusiana na utoaji wa maadhimisho ya utoaji wa elimu duniani, ambapo kwa hapa Tanzania leo tulikuwa tukiangazia nafasi ya utoaji wa elimu shawishi katika sekta ya kilimo hapa nchini Tanzania. Na kwa uzuri kabisa niliweza kupiga hodi hapa Rizwan, ambako wenyewe ndio wataalamu kwa muda mrefu katika utoaji wa elimu kwenye sekta ya kilimo hapa nchini Tanzania. Umeweza kusikia mambo mengi kabisa. Kumbuka malengo ya Tanzania, maono ya Tanzania ifikapo 2050 ni kuweza kabisa kuilisha dunia kwenye upande wa chakula salama kutokea hapa nchini Tanzania. Na kauli mbiu ya Afrika wanasema leaving no one behind, hakuna kumwacha mtu yeyote nyuma. Na ifikapo 2063 Afrika inaweza kuibuka kidedea katika upande wa kuilisha dunia. Mimi ni Geoffrey Julius. Asante kwa kuitazama IAA TV. Hadi mara nyingine, wakati mwingine, panapo majaliwa.